wanaenda. Na ndio maana pastor, unisaidie na kuambia wachungaji wenzangu, popote unapokutana, tuache injili za kishamba. Tuache ushamba bwana. Eti njoo kanisani tutaenda Ulaya. Hiyo ni injili ya shamba. Sio injili ya watu wenye akili. Sasa ukisema njoo kanisani uende Ulaya, matajiri wafanye nini? Maana Ulaya wanaenda kama Kariakoo, watakuja kanisani? Ndio maana basi tutakaa na watu fulani fulani tu ambao wanafikiri wamekuja hapa kwenda Ulaya. Ambia mtu njoo utaolewa, wenye dhambi hawaolewi. Jamani, kuolewa ni agenda. Kuolewa ni kanuni ya asili. As long as umezaliwa mwanamke utaolewa. As long as umezaliwa mwanaume utaoa. Tuambie watu njoo kwa Yesu anaponya. Njoo kwa Yesu anasamehe dhambi. Njoo kwa Yesu atakufanya kiume kipya. Njoo kwa Yesu anakata kiu ya zinaa. Njoo kwa Yesu anabadilisha walevi. Hiyo ndio injili tuwahubiri watu. Mambo haya hayanunuliwi kwa fedha. Fedha haiwezi kuondoa kiu ya uzinzi kwa mtu. Fedha haiwezi kumponya magonjwa mtu. Hayo mambo anaweza, na hiyo ndio habari njema tunaopaswa kuhubiri watu. Yesu alikuja kuhubiri habari njema. Tunaposema habari njema ni kuwahubiri watu habari ambayo fedha hainunui. Amina. Kwa hiyo mwanamke akaniambia, mchungaji, wewe unamtumikia Mungu ni kwa sababu hauna majaribu. Kumbuka nilikuwa nazungumza maono sio ya mke na mume. Tunapozungumza kwa habari ya maono ni kitu binafsi. It doesn't matter mume anakusupport kwenye maono au hakusupport, lazima uyatamie maono yako. Haijalishi mama mchungaji Alafu wachungaji mwache mambo ya kitoto. Uliitwa wewe. Sio wewe, wachungaji wengine waliitwa na mke wako. Akaniambia sasa wewe una amani kwa kuwa hupiti majaribu. Nisikilize nikwambie, ukiona hivi tunasimama mbele yako nikikupa viatu vyangu huwezi kuvivaa wewe. Ukikomaa sana huwezi kwenda hata navyo hatua moja, utakuwa umeshadondoka. Katikati ya moto huwa tunacheka. Ukomavu ni kupita katikati ya yanayoumiza alafu na tabasamu. Ndio. Alafu namchanganya shetani anashindwa kukuelewa. Unajua mimi nilishafika mahali ambapo wanamchanganya shetani. Ndio. Shetani hajawahi nielewa na hata kaa nielewe. Kwa sababu wakati anapofikiri amenikomoa, kumbe mimi ndio ameniongezea mwendo. Na anajua. Haleluya. Yaani lazima ufike mahali mchanganye shetani. Shetani asikuweze kirahisi rahisi. Kuna mtu amepita tu kwenye ndoa yake siku moja, jamani, hata nguvu ya kuendelea mbele sina. Cha upumbavu wewe. Ulizaliwa peke yako, utakufa peke yako. Simama na kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Vitu vidogo visikuweke chini Bwana. Sijui kama nazungumza na mtu mchana wa leo. Jamani mimi, mke wangu, mke nini? Mke huyo yupi? Huyo ndo anakufanya ushindwe kula. Ndo anakufanya ushindwe kutumikia Mungu. Mke, mume, acheni hizo biashara. Maandiko yanasema Daudi akisha kulitumikia shauri la Bwana, akalala na baba zake. Conclusion ya maisha ya wanadamu ipo kwenye kusudi. Biblia inasema kisha kutunza wake zake. Biblia inasema kisha kusomesha watoto. Akiisha kulitumikia shauri la Bwana, akalala na baba zake. Kitu chochote kisikukalishe chini kwa habari ya maono. Nampenda Rutu. Alipoona bebi kageukia dunia. Wenye akina bebi mpo, tukutane baadaye wale wakina bebi. Akasema bebi ndo ushageuka. Unajua alikuwa atageuka. Bebi ndo ushageuka. Mzee akachapa lapa. Kuna wakati ukiona ndoa inasumbua, wewe simama na kusudi. Kusudi likikaa sawa, hata huyo mwenza wako atakaa sawa tu. Kuna namna tu hujajipata kwenye kusudi, ndio maana kuna vitu vinakusumbua kwenye maisha yako. Ukijipata kwenye kusudi, kila kitu kinakaa mahali pake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kila wakati kumbuka maono ni kitu binafsi. Hebu sema maono ni kitu binafsi. Mume wangu au mke wangu akinisupport, haleluya. Lakini hata asiponisupport, haleluya. Ndio. Amen. Sikapa mtu ananielewa. Ukipata support sio tu ya mke au mume, wapendwa kanisani
wazee wa kanisa wakamwambia baba yangu, mimi nazungumza maono, ndio nishaanza hivyo, utanielewa tu. Usiponielewa leo utanielewa Jumanne. Bwana asifiwe. Kuna mtu bado hajanielewa, bado utanielewa Jumanne. Sio lazima wote mnielewe leo. Come on. Sasa kama bado simuelewi, na mimi sio lazima nielewe leo. Ndio maana nipo hapa wiki nzima. Usiponielewa leo, taelewana kwa wanandoa. Usipoelewa ndoa, kwa wamama. Usipoelewa kwa wamama, Jumanne. Usipoelewa Jumatano. Usipoelewa mpaka Ijumaa, una mapepo ya kijani, mekundu na ya blue, na una mashetani. Unajua kuna watu wana mashetani na wako makanisani. Haleluya. Wakamtuma baba yangu, mimi nazungumza maono, naomba unisikilize. Njia ya wabeba maono ni njia ya kupita kwenye moto. Ndio. Alafu nye Biblia mnayosoma ni ya wapi? Kijaribiwa kidogo unalala chini. Maandiko mimi yananiambia ujapopita kwenye moto hautateketea, sio hautaungua. Na maana unaungua. Unajua tatizo, watu wanasoma neno hawalielewi. Biblia haisemi ujapopita kwenye moto hautaungua. Wewe yako ya Buguruni ndio inasema hivi. Kama mna Biblia yenu Buguruni mniambie. Inasema hautaungua, it means unaungua ila hauteketei. Anasema hautateketea. Kwa hiyo kuungua tunafanya nini? Ila wakati tunaungua ndio tunatoka kama dhahabu. Ukiona leo naweza nikasimama mbele yako nikaongea ukasisimka na ukaona kuna kitu Mungu anafanya, kuna wakati ninaunguaga kwa ajili yako. Ili nikija Buguruni wewe unielewe. Na Biblia yangu inaniambia kwenye maji mengi hautagalikishwa. Njia yetu ni ya kupita kwenye moto, ni ya kupita kwenye, ndio njia ya wabeba maono. Mimi leo nimekuja kuzungumza na wabeba maono. Hakuna namna mbeba maono utawahi pita kirahisi, haipo. Na ndio maana mimi leo nimekuja kukuambia komaa mwanangu. Hebu mwambie jirani yako komaa mwanangu. Mwambie tena komaa mwanangu. Hakuna namna utatembea mayai ukafanikiwa kwenye maono. Maono ni ya watu wabishi. Unakalishwa chini unasema sikai. Unanyamazishwa unasema sinyamazi. Hao ndio watu wanaweza kufikia maono. Wale wazee wa kanisa wakamwambia baba, mwambie binti yako huyo anaenda kuanza huduma, hatutamsupport sisi chochote. Nazungumza na wabeba maono. Umenielewa vizuri? Na baba yangu kwa jinsi alivyo mimi sio mnafiki. Ndio ninachompenda baba yangu, alivyo ndani ndio alivyo nje. Akaniita akasema binti yangu, lakini wazee wamesema, alafu wazee mwache tabia mbaya. Samahani. Na waona hapo kama anasema kama utarudi tena. Kwani na mimi narudi? Sibakishi na wagonga, nikiondoka nimeondoka. Natakiwa nigonge sawa sawa, kwa sababu naweza kushangaa wazee wakamwambia mchungaji marufuku huyu mama kuja tena hapa. Kwa hiyo leo nagonga na kisha nimemaliza, hata nisiporudi nishawagonga. Nikasema na nyinyi mwache tabia mbaya. Mungu anapowapa hizo nafasi, msiwe miungu watu kutesa watu kanisani. Tumieni hizo nafasi kuwasaidia watu wa Mungu. Tumieni hizo nafasi kuwafanya watu wa Mungu waende mbele. Msitumie nafasi zenu kugandamiza watu. Najua ninyi hamko hivyo. Jipigeni makofi basi. Akasema wazee wamesema, mimi nawaitaga wakuu wa dini. Na ndio maana ukitaka ufeli tumikia dini. Ukitaka kufanikiwa tumikia maono. Dini zetu ni nzuri kwa sababu zinatudiscipline na vitu kama hivyo, lakini ukweli hatujaitiwa dini, tumeitiwa maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na dini zetu, lakini lazima ujue maono yako ni nini. Wangapi wanamwelewa mchungaji? Unajua wewe ni mchungaji huko TAG, na wachungaji TAG mko hivi, lakini kila mmoja ameitwa kuwa mtu fulani.
Sijui kama nanielewa. Ndio maana wewe ufanani na mchungaji mwingine wa TAG. So tumikia maono yako. Ndio. Ona sasa mkienda mbinguni Mungu anaenda kuuliza habari za TAG. Mungu atakuuliza kusudi lake aliloliweka ndani yako. Wakasema mwambie sisi hatutawahi msupport. Akili ya kibinadamu nikaumia, nikasema jamani, mbona nimetumika kwa uaminifu? Mimi nimeongoza timu ya kusifu na kuabudu zaidi ya miaka 27. Nimekuwa praise leader. Ni siku hizi ndio siwezi kuimba. Zamani mimi nilikuwa mwimbaji mzuri. Kwa naongoza timu ya kusifu na kuabudu. Nimekuwa mwalimu wa timu ya kusifu na kuabudu zaidi ya miaka 27. Nikasema mbona nimetumika kwa wema? Kwa nini tena hawataki kunisupport hata maiki, hata nini? Lakini baadaye Mungu akaniambia nitakusupport. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nikasema ukiwa na uhakika hayo maono umepewa na Mungu hautaogopa chochote. Muda wangu singetosha yale Mungu anafanya. Hawa wanajua. Mimi kwenye huduma situmiagi nguvu wala sihangaiki. Hata kiwanja kile niko nacho nimenunua milioni 15, sikuwahi kutoa hata 100. Bwana Yesu asifiwe. Vyombo vya mara ya kwanza nilivyoanzia huduma, mtu ametumwa akaniambia nimeambiwa nikuletee, lakini aliyenipa amesema hata nisimtaje jina, fanya kazi ya Bwana. Vikaja vyombo vipya viko kwenye maboksi. Mpaka leo sikujua ni nani aliyeleta. Nataka kusema nini? Kwenye maono ulionayo, hata kama hakuna mtu anayesimama na wewe, just remember mbingu zimesimama na wewe kwenye hayo maono. Kwenye maono hatuhitaji watu wasimame na sisi. Tunataka Mungu asimame na sisi hapa alete watu. Ndio Paulo anasema katika jawabu langu la mwisho hakuna mtu aliyesimama na mimi ila Bwana alisimama upande wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe unaiona picha kubwa mbele yako, usitegemee support kutoka kwa watu. Mbeba maono hapendwi. Sio watu wanaopendwa kirahisi. Sasa siku zote wanaonekana kama ni watu wapinzani. Unajua ukiwa na maono kila wakati unaonekana kama mpinzani tu. Hata kwenye baraza la wazee akiwepo mzee ambaye ana maono makubwa utaona anaonekana kama vile yani wanakuwa hawaeleweki. Lakini mimi nataka niwaambie kuna wakati wanadamu wanaposhindwa kukuelewa, hapo ndipo Mungu anaanza kukuelewa. Lakini kuna wakati unapokomaa na wanadamu wakuelewe, Mungu anaanza kushindwa kukuelewa. Kwa hiyo hakikisha hiyo picha unayoiona mbele yako unaiatamia wewe mwenyewe na Mungu wako. Alafu hiyo picha ikileta matokeo, ni wale wanaokupinga leo, maono yako yakimachua yakaleta matokeo, watakuheshimu tu. Na utaki kusema jamani mimi nina kitu, mnielewe nina kitu, usitulazimishe na kitu lako, kitu ni ya kwako. Wewe hilo ni kitu kama alipo lilete matokeo. Msinione hivi mjue mimi nina kitu, kiko wapi? Hatukioni. Hicho kitu kikianza kuleta matokeo sisi ndio. Sio hapa kanisani tatizo hawanielewi, nina kitu hawakioni, hakionekani, ndio maana hatukioni. Kianze kuonekana. Mpaka kukifikisha kionekane lazima jasho ikutoke. Sio kazi nyepesi. Kikianza kuonekana sisi tunaanza kukuheshimu tu. Unajua kipawa kikifika mahali, maono yakifika mahali yakaleta matokeo, nani akudharau? Nani akupinge? Kila mtu anaanza kukuheshimu. Bwana Yesu apewe sifa sana. So maono ni picha kubwa ya mbele. Sasa hatua ya kwanza ili uweze kufikia maono yako, ufanye nini ili uweze kufikia maono? Watu wengi najua mna maono. Sasa ufanye nini ili uyafikie hayo maono? Kuwa na maono ni kitu kingine, lakini kufanikiwa kuyafikia maono ni kitu kingine. Na bahati mbaya wakati Mungu alikuwa akinifundisha hili somo, niligundua watu wengi wanakufa kabla hawajafikia maono yao. Watu wengi wamelala makaburini, walilala na maono yao. Watu wengi wamelala makaburini, walilala na ndoto zao. Hawakufanikiwa kufikia maono yao. Lakini wengine waliyasema yale maono. Ninyi huko mnaruhusu watu kulala wakati mchungaji anahubiri? Nauliza, mchungaji wao unaruhusu watu kulala mchungaji akiwa anahubiri? Mkiwa mnaongea na wapenzi wenu mnalala? Ni kwa nini wakati Mungu anazungumza na wewe ndio saa ya kulala? Mkiangalia Simba na Yanga mnalala? Ni kwa nini saa ya ibada ndio saa yako ya kulala? Saa moja unalala. Simba na Yanga mnaangalia dakika ngapi? 90? Simnijibu, kwani amwangaliaje?
Na wauliza ninyi, Simba na Yanga ni dakika ngapi? 90? Mnalala. Nani anaangaliaga mpira huko amelala? Nyoshe mkono. Kwa nini kwenye ibada malala? Mimi kwa wiki ninayohubiri, please naomba mtu silale kwenye ibada. Ukisikia usingizi ni bora ukainuka, tembea kidogo, hiyo ni sawa. Lakini usilale. Yani pita kule nawa ukae sawa. Sababu ukiwa unalala unanipa tabu. Unawezaje kulala wakati Mungu anasema na wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Hatua ya kwanza ili uweze kuyafikia maono yako. Hatua ya kwanza ni kubadili mtazamo wako. Mithali 23:7, maana unavyo nafsini ndivyo alivyo. Badili mtazamo wako. Kuna vitu havitatokea kwenye maono yako mpaka mtazamo wako umebadilishwa. Na mitazamo yetu ina ngome. Unajua tulizaliwa kwenye familia ambazo tumezikuta zinaishi kwenye mazingira magumu. Kwa tayari hata fahamu zetu zimeadapt ile hali ya mazingira magumu. Sasa ili uweze kutoka hapo, hatua ya kwanza, ufunguo wa kwanza, lazima wewe ufahamu wako ubadilishwe. Uanze kuona kile ndugu zako hawakuwa wanakiona. Uanze kuona yale ambayo waliokutangulia hawakuwahi kuyaona. Unapoanza kubadilisha mtazamo wako, ni hatua ya kwanza, ni ufunguo wa kwanza wa wewe kuyafikia maono yako. Miaka michache iliyopita, wakati nimeshindwa kuendelea na masomo yangu, nimewaambia niliona mbele yangu giza. Lakini siku moja Mungu akaamua kushughulikia mtazamo wangu. Mtazamo wangu ulipoanza kubadilika tu, nikaanza kuongea. Nilikuwa napenda kuambia watu mimi nitakuwa mhubiri wa kimataifa. Nikawa naongea, lakini yule mhubiri hata ungemwona ungecheka sana. Ningesema mataifa hayo labda ni mawe, kama ni mataifa ya watu. Kwa sababu hali yangu ilikuwa haifanani na hayo mataifa. Ilikuwa ni hali moja mbaya sana. Lakini ndani yangu ninaona. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, hivi unaona nini? Wangapi wanakumbuka? Ili Mungu afanye kazi na wewe, lazima ubadilike namna ya kuona. Mungu anamwambia Yeremia, nimekuweka kwa ajili ya kupanda na kung'oa, kujenga na kubomoa. Nimekufanya kuwa nguzo ya chuma. Watapigana na wewe, hawatakushinda. Lakini Mungu anamwambia Yeremia, hivi unaona nini? Ndio. Kiwango cha kuona ndicho kiwango cha kutumiwa na Mungu. Kiwango cha kuona ndicho kiwango cha kusaidiwa na Mungu. Kiwango cha kuona ndicho kiwango chako. Mungu hawezi kufanya kitu ambacho ukioni ndani yako. I'm telling you. Mungu hafanyi kitu ambacho hakipo ndani yako. Ili Mungu afanye, anafanya kile unachokiona ndani yako. Na ndio maana kama unajiona wewe ni milionea, nataka nikuhakikishie kabla Yesu hajarudi siku moja utakuwa. Ndio. Kama unajiona wewe ni mhubiri wa kimataifa, nataka nikuhakikishie utakuwa. Kama unajiona wewe ni mtu fulani katika kizazi hiki, utakuwa, kwa sababu picha ya ndani ndio picha halisi ya siku zinazokuja. Anamwambia Yeremia, unaona nini? Yeremia akasema, ninaona ufito wa mlozi. Mungu alitaka jiridhishe kwamba hivi anachokiona kwa ajili ya Yeremia ndicho na Yeremia anakiona. Kuna wakati Mungu anaona mambo makubwa kwako, lakini wewe huoni mambo makubwa. Na watu wengi nimewaambia asubuhi, sisi tuliookoka, wakati mwingine maneno yetu yamekuwa ni maneno mabaya sana. Ndio. Mtu yuko ndani ya kanisa anasema wapo walioandikiwa kufanikiwa Bwana. Ulishawahi kusema hivyo? Maandiko yanasema umetegwa kwa kinywa chako, umekamatwa kwa maneno yako mwenyewe. Hata kama leo havieleweki, tembea ukitangaza ushindi. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja kwa imani nikawaambia watu kila mmoja akachague sehemu yake ya kupaki gari. Unajua imani ni kichaa. Usipokuwa kichaa huku kwetu hutaweza. Wenzenu tulishachanganyikiwa zamani. Tulichanganyikiwa kwanza, ukiwa na akili timamu haya maisha huyawezi. Kamuulize Paulo. Paulo mpaka siku moja mfalme Agripa akasema, hivi wewe kusoma kwako kumekufanya uwe chizi. Umekuwa na wazimu. Naye Paulo anasema, kama nimerukwa ni kwa ajili yenu. Yaani ni kwa ajili ya wito na kusudi lililo ndani yangu. Imani ni uchizi. Ukiwa na akili smart uwezi. Hivi fikiria unawaambia watu nenda ukachague mahali pa kupaki gari. Kwenye akili ya kibinadamu inaingia. Na nikawaambia kila mmoja nikawaambia ila pale kwenye gari ya mchungaji msinani. Usiende na wewe kutaka upaki karibu na mchungaji. Wakaenda wakachagua. Kwa sasa hizi kila mmoja anasubiri gari yake. Na ikija nilimwambia hapo hapo ulipochagua ndio utapaki. Kwa sababu nilijua kuna watu watakuja baadaye, nikasema ambao watakuja baadaye watatafuta kwa kupaki magari yao. Lazima muwahi ninyi parking.
Na ndio maana mimi nachukia mtu asiye na imani kwenye maisha yangu. Mimi ukikosa imani huwezi kutembea na mimi. Mimi huwa naamini anything can happen. Chochote kinaweza kutokea as long as ninaye Yesu moyoni. Mimi naamini lolote linaweza kutokea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kuanzia leo badilisha namna yako ya kuona. Jione ukiwa mfanyabiashara mkubwa. Hata kama leo unauza genge. Najua kuna watu wanauza genge afu genge lina udongo na ndimu za mchina. Wapo wenye magenge. Siogope bado, jiite mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na hilo genge lako lina udongo na waletea watu appendix. Hilo genge na ndimu za mchina, wameshindwa kununua hata ndimu buguruni za matunda, wewe unatuletea matatizo. Lakini bado sema mimi ni mfanyabiashara mkubwa. Haleluya. Biblia inasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Kile unachokiongea nataka nikuhakikishie siku moja utakiishi. Kile unachokisema siku moja utakiishi. Kama wewe ni mwanaume, mwambie mke wako umebarikiwa kuolewa na bilionea. Najua tumama tuna mdomo kata kuvunja moyo, maana tumama kwa mdomo tasikia bilionea, labda bilionea ya bundi. Mwambie mama zikija hautatumia wewe. Haleluya. Wewe tangaza, ulimwengu wa roho unaishi kwa maneno. Na hata wanaokuroga wanakuroga kwa maneno. Ndio maana na wewe lazima useme maneno. Ulimwengu wa roho unajua unaathiriwa na maneno. Mtaona wakati tukijifunza kwa habari ya madhabahu, ulimwengu wa roho unaathirika kwa maneno. Yaani kila unachosema, unajua hata waliojiua kuna siku waliwahi kusema ipo siku atajiua. Wanaokufa mapema pia ni wale waliwahi kusema watakufa. Usife mapema katika jina la Yesu. Nasema usife kabla ya wakati. Na ili usife kabla ya wakati, epuka kukiri kufa. Kuna mtu akiumwa tu kichwa kidogo, mwanangu kuna kashamba kako kule Mwanarumango. Yaani hapo ni ameumwa tu kichwa. Mwanangu kuna kashamba kale kako Mwanarumango. Usiombe sasa. Kapendane wanangu, sijui mke atakayeoa baba yenu atakuaje. Tayari ameumwa kichwa tu hapo kashaanza kwa maneno yanaumba. Wanaokufa mapema ni wale wanakiri kufa mapema. Usitangaze kufa mapema. Hata kama umelala unajiona uko hoi, sema sitakufa nitaishi. Yaani mpaka madaktari wanakuangalia wanatikisa kichwa. Ikitokea hiyo point, umefika kwenye hiyo point, bado sema sitakufa. Unajua wakati unasema sitakufa, malaika wanamwambia Mungu, huyu mtu amegoma kufa. Huyu mtu amekataa kufa. Lakini wewe yule tu, mimi ipo siku tutakuaisha mapema. Alafu mbinguni unaenda kufanya nini? Hata nyumba yenyewe hujajenga ya ndoto zako. Hata gari yenyewe hujanunua bado, unawahi mbinguni, unawahi nini? Mimi nachukia siku hizi unakuta vijana wadogo wanasema pumzika. Pumzika amefanya nini? Siku hizi vijana wadogo tu unaona pumzike kwa amani. Hivi umeona hizo mtandaoni vijana wanapumzika kwa nini? Lazima tukatae hilo, ni pepo limetumwa kunyonga vijana. Nasema tena kama kanisa la Bwana lazima tukatae vifo vya mapema kwa vijana. Vijana wanakufa mapema. Alafu kila siku tunasema wapumzike kwa amani. Wamefanya nini? Mbona tuna wazee wana miaka 90 hatujawaza wakapumzike? Kwa nini vijana wa miaka 30 wanapumzika nini? Hawajafanya chochote katika kizazi hiki. Sijui kama mnanielewa. Kataeni vifo vya mapema, na vijana mlioko hapa, roho ya mauti iwe mbali na ninyi katika jina la Yesu. Biblia inasema Daudi akafa akiwa ameshiba siku. Hebu sema ameshiba siku. Sasa hiyo miaka 20 unaenda kupumzika, nini umefanya? Halo. Jambo la kwanza nimesema anza kuona tofauti. Jambo la pili, chukua hatua. Wafalme wa pili 7:3. Wafalme wa pili 7:3. Chukua hatua. Habari za wenye ukoma. Walichukua hatua. Bila kuchukua hatua huwezi kuyafikia maono yako. Na hatuchukui hatua wakati mazingira yanaruhusu. Tunachukua hatua kwenye mazingira magumu. Bwana Yesu asifiwe. Mliokuwepo nikasema usiogope kwenda kufuatilia passport. Kama moyoni mwako unaamini wewe ni mfanyabiashara wa kimataifa, unaamini siku moja utakwenda Uturuki, utakwenda China, utakwenda Dubai kwenda kuleta mizigo, wewe anza kuprocess passport yako, na baada ya hapo jaribu kuwatafuta wafanyabiashara wakubwa wanaosafiri. Tatizo wewe unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa alafu rafiki yako ni kondakta wa gari la Mwenge Kariakoo.
Yaani mtasema maono yangu mimi nilikuwa mfanyabiashara wa kimataifa, lakini rafiki yake ni kondakta wa mikoroshini Ubungo. Sasa kondakta kweli atakushauri nini? Sina maana kondakta hawezi, lakini konda atamshauri konda. Maandiko yanasema ndege wafananao ndio wanaoluka. Na ndio maana hata kanisani kataa marafiki wajinga, maana wapo hata ndani kanisa, ila hapa hawapo. Wapo ni mbona wamekaa chini. Hata kwenye kwaya usichague rafiki mjinga, utakuwa mjinga wa pili. Ukiwa na rafiki mjinga, wewe ni mjinga mtarajiwa. Ukiwa na rafiki mwenye akili, hata kama ulikuwa mpumbavu, soon as possible unakuwa na akili. Hata kwa wamama, chagua rafiki mwenye akili. Usichague mama ambaye kazi yake ni kusengenya wamama, utakuwa msengenyi wa pili muda sio mrefu. Afu na ninyi wamama muache mambo yenu ya kitoto. Wamama wakikutana kwenye chama cha wamama, nusu saa masengenyo, kipindi robo saa. Hapo akitoka hapo, tulimuona bwana kwa umbea wenu, ndio mlimuona bwana. Yaani nusu saa wamepiga umbea, wamejadili mawingi ya watu. Afu robo saa ndio kipindi hao wanaenda nyumbani. Baba, tulikuwa na chama cha baraka. Wamama wa hili kanisa mpone, msiwe na hiyo roho katika jina la Yesu. Kataa kuwa na mama ambaye alimsengenya watu. Kataa kuwa karibu na mtu anayejadili mambo ya watu. Tembea na rafiki anayesema tutafanya biashara. Tembea na rafiki anayesema tutafunga na kuomba. Tembea na rafiki anayesema tutakwenda kufanya kazi kwenye nyumba ya Bwana. Kataa watu wajinga katika jina la Yesu. Moja ya kitu itakusaidia ni kutembea na watu wanaoona mbali. Huwezi kuwa tai alafu amue kutembea na kuku kategemea utafanikiwa. Huwezi. Tai aliyeamua kutembea na kuku, baada ya siku chache naye atakuwa kuku. Na ndio maana kataa kukaa na watu wasiojua thamani yako. Ndio. Apostle Paul anamwambia mwanawe Timothy, mtu yeyote asiudharau ujana wako. Hata ndani ya kanisa watu wasiojua thamani yako achana nao. Daudi anakwenda kumpiga Goliath, anakutana na kakake. Kakake anamwambia, nakijua kiburi cha moyo wako. Daudi akasema, Biblia inasema kamgeukia mtu mwingine akasema, Sauli alisemaje? Mtu akipiga huyu ampa mke. Ni wewe unakaaga na wajinga. Ukitaka kufika mbali, epuka watu wajinga. Ukitaka kufika mbali, kataa marafiki wasio na maana. Hebu sema marafiki wasio na maana. Hivi mnajua kuna watu wenye maana na watu wasio na maana? Mlikuwa mnajua hivyo? Huu kweli watu wengi hawataki kukubali, lakini kuna watu wa maana na wasio na nini? Na maana. Mtu ili awe na maana kwenye maisha yako, lazima awe anafanya kitu kimoja kati ya haya matatu. Ni wewe umebeba nyomi ya watu, sijui unaenda nayo wapi. Umebeba mizigo watu. Yaani kuna mama hapa ana mashoga 50. Unamuuliza wa nini? Ana mashoga 50 lakini hata kikwama lake hakuna naye msaidia. Kabeba huo mzigo anatembea nao. Kuna baba hapa unajiita una marafiki. Hata upame 200 hakuna naye msaidia. Hao ni marafiki. Hao ni marafiki. Usibebe watu ambao hawana maana kwenye maisha yako. Beba watu faida. Mungu anamwambia Ibrahimu, nitakufanya baraka. Tembea na watu baraka. Tembea na mtu ambaye ukiwa naye kuna vitu na gain kwake. Jambo la kwanza, mtu lazima awe na mawazo. Anaweza siwe na pesa, lakini ukikaa naye unaona hili jamaa hili kuna mahali linaenda. Mbona akili yake kama imetailiwa hili? Mbona hili kama kuna kitu linaona? Mbona hili jamaa analiona likifika mahali? Haleluya, haleluya. Unasema huyu mwamba anamuona kuna mahali anakwenda huyu. Huyu mwamba anaona kuna kitu anakiona mbele yake. Sio kama ile miamba inayokaa kwenye karata. Huyu mwana kuna jambo analiona mbele yake. Huyo wewe kaa naye. Anaweza kuwa hana hela lakini ana kitu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kaa na watu baraka. Kundi la kwanza la watu baraka ni watu wana
mawazo, hana hela lakini jamaa na madini. Ukikaa naye kuna vitu unachota. Kaa na huyo, tembea na huyo. Ndio. Kabisa. Wewe ni baba unakaa na mwanaume anakufundisha eti tuchiti wake zetu. Pumbavu huyo, achana naye. Wewe unakaa na mwanaume eti haya majana mko kikaa nalo tu lenyewe linakuwa lijinga, lazima litafutie kidumu mweo. Wamama simnipigie makofi, mnataka waongezee. Hapo mimi nimewatetea wamama. Kaa na mwanaume mwenzako, hapo bado niko na wababa. Kaa na mwanaume anayekwambia alo, mchepuko sio dili rafiki yangu. Kianza kuchepuka kwanza unafilisika. Maana mchepuko hana huruma na wewe, anataka pochi yako tu. Wacha tubaki na wake zetu, tujenge familia. Huyo ndo rafiki. Sio mimi jana nilikuwa na Hadija, afu na wewe afu huku ni mzee wa kanisa, tukikufuma kitengo miaka 20 kule nyuma. Andike sio maneno. Ngoja nitafute mstari hapo haraka. Unajua kuna mtu anasema huyu mama ni Mswahili, kaja kusema vya kwake. Wapi? Hivi ninavyosema ni vya mbinguni. Utaniambia ni mstari gani? Maandiko anasema enenda na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima. Tembea na wenye hekima. Unataka kuwa mfanyabiashara, tembea na wafanyabiashara. Unataka kuwa na huduma, tembea na akina Pastor Lea. Haleluya, haleluya. Yamkini tunao vijana katikati yetu wanataka kuwa madaktari. Anza kuwatafuta madaktari, uwe karibu nao. Bwana Yesu apewe sifa. Usitembee na mtu ambaye hamfanani. Halo. Usitembee na mtu ambaye hamfanani. Kwa kundi la kwanza, kama wewe una maono na unataka kufika mbali kwenye maisha yako, angalia watu baraka ambao wana mawazo. Kundi la pili, tembea na watu wenye hela. Hakuna maono yanaenda bila hela. Kwa sema wenye hela. Yaani mtu kama hakupi mawazo akupe hela. Umeshanielewa vizuri? Yaani jamaa ukikwama unaona anaweza kufanya muamala. Sawa sawa? Mimi kuna wakati niliamua kufuta watu wote kwenye simu sababu niona hawana maana. Nikaanza upya na wenye maana. Sasa hivi nina wachache tu lakini wana maana. Nikiwa nahitaji jambo fulani navuka. Na Mungu aliniletea hata aina ya watoto wenye maana. Mmoja wapo ni huyo hapa. Mimi huyu nikimwambia nataka 200,000 sasa hivi anatuma. Yuko hapa nikimwambia mwanangu hela hamna huku fanya jambo anafanya. Haulizi za nini hata mchungaji wake za nini. Mimi mtoto mpaka niulize za nini. Anatakiwa kutuma. Sasa wewe baba una watoto hata ukisema tuma 10,000 na kuwa jao. Yaani hakikisha wewe mwenyewe unakuwa mtu baraka na utembee na watu baraka. Mtu hakupi mawazo akupe hela. Sawa sawa? Hana hela akuombe. Yaani haya matatu kama mtu hayupo kwenye kukuombea, hayupo kwenye kukupa mawazo, hakupi hela, huyo ni mzigo. Malizeni wenye mimi sisemi hapo. Huyo ina maana hakufai kwa tendo wala kwa neno, muweke kando atakuchelewesha. Haleluya, haleluya. So tunaposema kuchukua hatua ni pamoja na kuchukua hatua ya kutembea na watu wanaofanana na kile unachokitaka. Haleluya. Sasa wewe rafiki yangu nataka kuwa mwinjilisti alafu rafiki yangu anauza bangi kweli? Wewe ndio umechagua. Unasema nimeenda kuwaokoa, utaokoa wewe. Na hapo ndo watu wengi walijichanganya hata kwenye ndoa. Ameingia na mtu kaona tabia fulani wakati wa ujana yuko nitambadilisha wewe. Yesu kashindwa wewe utaweza? Mtu ambaye hakubadilishwa na wazazi wake unataka kumbadilisha wewe utamweza? Amina. Unajua wengi wanaolia na ndoa leo baadaye tutakutana kule. Usifikiri waonyeshe. Maandiko bila kuwaonyesha watumishi wake. Kuna vitu walivyoona kwa wapenzi wao mapema sana kwenye uchumba, lakini wakajifariji nitamuokoa. Who are you?
Mwokozi hajamwokoa, wewe utamwokoa? Leo hii wako hapa, maji yamewafika hapa hivi, wengine wanasema tu jioni ifike haraka, itafika. Kuna mtu anasema jamani, huyu mama jioni ifike haraka kwa ajili ya ndoa, tutafika huko nako. Haleluya, haleluya. Namba 3, uwe na moyo mkuu. Joshua 1:6-7. Namba 3, ili uweze kufikia maono yako uwe na moyo mkuu. Hafu jamani, tangu nimesimama hapa saa zangu zinakimbia kuliko kule madari. Mchungaji, hapa pana muujiza wa kupeleka saa mbele. Hamna mwenye upako huko wa kusimamisha jua anisimamishie kidogo saa hapa. Naona zinanikimbia. Na saa hii lazima nimalize hapa. Amina. Mashemasi mtafunga mlango asije akatoka mtu. Haya, uwe na moyo mkuu. Joshua 1:6-7. Uwe hodari na ushujaa mwingi. Ni wewe utakayewapeleka watu Kanaani. Na leo Mungu anasema uwe shujaa, uwe hodari, maana ni wewe utakayefungua malango kwenye ukoo wako. Maana ni wewe utakayeleta baraka kwenye kizazi chako. Maana ni wewe yule mtu aliyekusudiwa na Bwana. Mungu akamwangalia Gideon akasema, mimi historia ya kuzaliwa kwangu hairuhusu kuwa mtu mkuu. Maana ukoo wetu ndo watu maskini katika Manase, alafu na mimi kwa baba yangu ndo niliye mdogo, lakini kumbe ndani kulikuwa na uwezo. Mungu akamwangalia akamwambia, enenda na uwezo ulio ndani yako ukawakomboe ndugu zako. Na mimi nasema ndani yako kuna kitu, ukiamka na uanze kukitumia leo, ukijivika uhodari, ukasimama sawa kwa nguvu, ndani yako iko neema, ndani yako iko baraka. Ni wewe kusimama na kuanza. Ndio. Wacha kulialia kama walokole wengi wanavyolia. Gideon yule alikuwa mlokole kwa vyovyote. Sema huyu mama na ugomvi na walokole, mimi ni mlokole kama wewe. Kwa hiyo sina ugomvi wote na mlokole, napenda ulokole. Sababu na mimi nimeokoka. Lakini ukimsoma yule Gideon alikuwa mlokole. Walokole ni watu wa kujitetea sana. Shakutana mtu anajitetea. Unajua mimi nisingekuwa hapa nilipo ni kwa sababu baba hakunisomesha. Baba mwenyewe alishakufa rafu. Ndio atakuja kukusomesha baba aliyekufa? Acha upumbavu. Kama hakukusomesha nenda ukasome. Kwani baba yako aliondoka na shule? Sababu alishakufa, ameoza, ameshakuwa mifupa mikavu. Wewe bado unamlilia kukusomesha? Amka nenda ukasome, zipo shule. Soma hata huko mtandao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanalia, mimi pamoja na baba hakunipa hiyo nafasi ya kusoma. Sikuwahi kukubali kwamba nitakuwa mjinga. Wewe nilikataa, na wewe kataa kuwa mjinga. Kwani ukiona akili ya mjinga, tuseme ukweli. Sema kwa sababu unafikiri mimi ni mjinga? Nilikataa kuwa mjinga, na wewe kataa kuwa mjinga. Kama kutengenezea mazingira, bado unao nafasi ya kutengeneza mazingira yako. Bado unao nafasi ya kutengeneza ufalme wako. Bado unao nafasi ya kutengeneza mahali pako pa Kanaani. Ndio. Sasa kuna mtu analiaga tu, mimi tatizo aina ya mume niliyeolewa naye, akili zake kama za Nabali. Ndio maana nashindwa kuendelea. Haya ni maneno ya mjinga. Kamuulize mwenzako Abigail. Mwanamke mwenye akili hata kiolewa na mpumbavu vitu vinaenda. Ni bora uolewe na mpumbavu, lakini mwanaume siwe mpumbavu. Yelewi. Mwanaume hata mpumbavu akioa mwanamke mwenye akili vitu vinatembea. Kamuulize Nabali, Biblia inasema alikuwa na utajiri, alikuwa na kila kitu. Lakini huku maandiko yanasema ni nani? Alikuwa na mwanamke mwenye akili nzuri. Kwa hiyo ni bora wadada mkosee kuolewa, lakini wakaka msikosee kuoa. Hapo nitakuja kuzungumza na vijana. Halo. Nataka kusema nini? Usiwe na excuse. Yaani usiwe na sababu yoyote ya kujitetea kwamba siko hivi kwa sababu nilifeli, niko hivi kwa sababu sijui kitu gani kilienda. Mungu anamwambia Gideon, pamoja na yote Mungu anasema amani iwe kwako shujaa. Bado Mungu alikuwa anaona ushujaa ndani ya Gideon. Ni wewe umekaa na mandazi, lakini Mungu anaona ushujaa zaidi ya hapo ulipo.
Na moja ya tatizo la sisi ni kuridhika. Niliwaambia mlokole atakiwa anauza tu mandazi, akija hapa kwenye ibada, ore baba kitamaya. Namshukuru Mungu, mimi nanena kwa lugha kuliko wote. Namshukuru Mungu, nina biashara yenyewe ya mandazi. Acha kuridhika na mambo manyonge, tafuta kwenda juu zaidi kila inapoitwa leo. Tafuta kupanda viwango kila inapoitwa leo. Maandiko yanasema aliye na Bwana anaendelea toka nguvu hata nguvu, anaenda utukufu. Hivyo akili ya kukaa na genge moja miaka inaenda umeitoa wapi? Kuna mtu ana miaka 5 anauzaga genge ni lile halibadiliki. Maandiko yanasema tunaenda utukufu hata utukufu. Mwaka huu kataa kubaki pale pale kwa jina la Yesu. Nenda viwango vingine. Sema naenda viwango vingine kwa jina la Yesu. Yaani kuna mtu viwango vyake ni vile vile tangu mwaka 2015. Mpo watu wa hivi? Hata kutoa sadaka mwaka 2015 kwaga natoa buku. Anatoa nini? Wewe huyo Mungu wako wa buku ni Mungu gani wewe? Kwenye sadaka najua tu hapo hamtakagi mguswe. Lakini kuna mtu hapa tangu mwaka 2015 anatoaga buku tu. Kwenye ya sadaka zilizojawa ni buku. Buku sijui na nini buku. Hii buku jamani tuiangalie kwa jicho la ziada. Sijawahi kwenda popote hata kanisani kwangu nikakuta pesa iliyozidi kwenye chombo ni aina hii. Yaani hii ndio imetawala. Sijai kuiona. Wala sio hii. Buku ndio zimetawala. Nakuta baba na kitabu chake tu vizuri kama hivyo, mzee wa watu kavaa na suti, naye anakuja na buku lake. Alafu sasa muone alipo mnafiki. Namtolea Bwana kwa furaha alichonipa baba, namrudishia. Ni kweli Bwana kakupa buku kweli wiki nzima? Bwana anayekupa buku wiki nzima ndio unamrudishia buku wewe? Tutakutana kwenye somo la madhabahu. Mimi nazungumza kupanda viwango. Hatua ya kwanza kupanda viwango, lazima ubadilike sadaka zako. Na wewe ukitaka walokole amina ziwe ndogo, kaguse sadaka. Kaguse sadaka. Hata hapa baba waambie jamani tumbariki mtumishi wa Mungu aliyetuhudumia vizuri. Hapo umewakwaza. Hapa si unaona makofi yanavyotiririka. Kawaguse kwenye hela zao. Anasema anajipigia debe jamani. Mimi si shida ndogo Bwana alishanitoa huko. Lakini hakuna namna mtabaki na baraka za Pastor Lea isipokuwa mmetoa pesa. Kabisa. Buku, nilikuwa nazungumza buku pastor. Lazima buku ipigwe marufuku. Ni roho ile. Unajua ngoja, kuna kitu Mungu ananikumbusha. Asante Roho Mtakatifu. Listen to me. Na unisikilize kwa makini. Yesu akasema hapa duniani mara ngapi? Mara 100. Petro alimuuliza Yesu, tumeacha yote and then tumeamua kukufuata wewe. Sasa tutapata nini? Ni wewe unatembea na Yesu kwa hasara. Petro alikataa kutembea na Yesu kwa hasara. Akauliza hivi biashara tunaofanya na faida gani? Ya kuja hapa tunapiga makofi, tunamsikiliza Pastor Lea. Hii biashara inalipa? Yesu akasema, kwanza hapa duniani mtapata mara 100, mtapata ndugu wa kike na wa kiume, na baadaye uzima wa milele. So, kiwango unachotoa kibibilia kinazidishwa mara 100, ndio ukomo wa baraka yako, huwezi kuvuka pale. Mmepata huo ufunuo? Kabisa. So ukitoa buku mara 100 tunapata ngapi? Laki moja. So ndio maana wewe utapambana lakini utaishia 999,000. Ukigusa milioni papo lazima litokee janga. Unaanza tena. Huo ni ufunuo. Huwezi
huwezi kutoka hapo. Ina maana Wakristo asilimia kubwa wanatembea na upako wa buku mara 100, buku mara 100 wengi. Na ndio maana akivuka kienda milioni, lazima ulimwengu wa roho mkatae, sio viwango vyake. Sasa viwango vinapangwa kwenye ulimwengu wa roho. Huyu ni grade la mara 100 buku, nawekewa mpaka pale. Ukijaribu kupambana uende huko, linatokea baraka, unakuja unaanza tena sifuri, unaishi mpaka utakapobadilika. Angalau anayetoa hii Jumapili mara 100 ni ngapi? Huyu atatembea na upako wa milioni. Najua walokole wale wanaopenda neema tu peke yake, wasioifanyia kazi, watasema vya uongo, vya uongo. Kamuulize huyo Ibrahimu mnayemwita baba yenu wa imani. Watu uliona amefunga siku 7, ni wewe unafunga sana siku 7 lakini hutaki kuweka na matendo. Baada ya kufunga angusha sadaka. Kuna vitu hata uombe vipi haviwezi kutokea, vitatokea kwa kuangusha sadaka. Ninaongea na wewe mimi hapa. Kuna mambo niliwahi kuomba hasa ya kifamilia yanayohusu mifumo, yanayohusu pattern. Yale hayadondoki kwa maombi. Mifumo inavunjwa kwenye ulimwengu wa roho kwa sadaka. Ndio. Hapo ni vile tu kuna baadhi ya wahubiri wamepahubiri vibaya kibiashara, lakini ukihubiriwa katika weledi wa kiungu, hakuna namna unaweza kutoka kwenye pattern za kwenu siku 10 angusha sadaka. Sio kwa maombi. Si nyinyi mnapenda tu kuomba, utasikia huyu mama alikuwa hatuwekei mkono, na mimi sina mpango wa kuwekea mtu yeyote mkono. Utaifahamu kweli? Kweli itakuweka? Mimi sina mpango wa kuweka, na mimi siwekeaje watu mikono napo kweli. Mimi na wahubiri kweli. Muujiza wa kwanza ni wewe kuijua kweli. Hata nikikuombea ukapata muujiza bila kuijua kweli, utatunza huo muujiza. Ndio. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Acheni kwa walokole mnapenda kuwekewa mikono. Itafute kweli ya Mungu. Lielewe neno. Tembea na neno. Ishi neno. Litazame neno. Neno likae kwa wingi ndani yako. Ni muujiza kuliko muujiza wote. Hivi kuna mtu tumekaa hapa kanasubiri. Saa ngapi ataita kuwekewa mkono? Sina hata huo mpango. Na sifanyagi hizo biashara. Mara chache sana itokee ni kuwekea mkono. Na sio mara nyingi mimi nawekea watu mikono kanisani kwangu. Pendeni kuwekewa mikono na mchungaji wenu. Sio kila anayekuja akimbilia tapata vipala tu bure. Natakiwa muielewe kweli. Na watu wanapata vipala utafikiri ni maprofesa, kumbe sio maprofesa, ni kwa kuwekewa. Alafu hakuna walichopata kazi, wanawekewa tu. Siku hizi tunawekea mpaka tutaanza kuwakumbatia. Mnahitaji kuifahamu kweli. Halo. Hapo kwenye sadaka nimepaacha. Lakini elewa tu unatoa bukubuku hizo, pako wako unaishia kwenye malaki. Laki. Vuka. Yaani hivi wewe unaweza kuwa unamtolea Mungu miaka 10 unatoaga tu buku. Ina maana wewe Mungu hajabadilisha maisha yako? Yaani mama umevaa wigi la 40,000, kiatu cha 50,000, saa ya 1000 ngapi? Yaani tukikupigia mahesabu juu mpaka chini umepiga kama 300,000. Halafu napiga na mtolea Bwana kwa furaha buku. Hivi mnajua hapo ndo mnapochukuaga matatizo yenyewe walokole yenyewe. Chombo cha sadaka hakitoi baraka tu, kinatoa na laana. Hiki mkichukue kwa makini sana, ikimsizoe tu. Kwani Kaini laana ilianzia wapi? Ilianzia kwenye chombo cha sadaka. Kumbe muda uliisha na hamkusema. Sasa na sijamaliza tena. Na nimeishia pale. Endelea. Asante sana. Basi wacha na mimi niwe na hekima, kwa kuwa nimeambiwa niendelee, nisikawie, nimalize haraka, nitumie hekima. Wangapi wanasema? Namba 4, usisikilize kelele za njiani. Kama unataka kufika mbali, usisikilize kelele za njiani. Utasoma kitabu cha Nehemia 4:1 mpaka 3. Utagundua hawa watu walikuwa na wito. Nehemia 4:1 mpaka 3. Walisikia habari kule Yerusalemu kwamba ukuta wa Bwana umebomolewa na malango yameteketezwa kwa moto. Wao wakiwa uhamishoni wakaomba ruhusa ili wakajenge ukuta wa Bwana na malango yaliyoteketezwa. Wakiwa na hayo maono ya kujenga ukuta wa Bwana, wakakutana na kundi la watu lililowadhoofisha. Kundi hilo walikuwepo akina Sanbalati, akina Tobia, wakawadhoofisha kwa maneno mengi. Biblia inasema watu hawa walikuwa na uchungu walipoiona ile kazi ambayo akina Nehemia walikuwa wanaifanya. My friend, ukiwa unafanikiwa kwenye maono usifikiri watu wanafurahi.
natangaza, kanisa lote wanajua. Ndani ya kanisa kuna wachawi, nao wapo na wanaimba pambio. Mchawi sio lazima ruke tu na ungo, hata siyependa maendeleo ya wengine ni mchawi pia. Yaani kuna mtu wewe ukavaa tu kagauni kapya nako kanamuuma, kagauni kenyewe ka 30,000. Sasa huo si uchawi jamani, gauni la 30,000 linakuuma moyo. Kuna mtu ameanzisha tu genge, moyo unamuuma. Alafu ndio wewe unamwambia nataka niende China, usimwambie atakuangia. Hivi umewahi kujiuliza kwa nini vitu vingi unaanza havifikii mwisho? Ni kwa sababu unaanza kushirikisha watu mapema. Unajua uchawi, nimesema uchawi mbaya ni wa maneno. Mtu akisema tuone kama atafika mbali, tayari kwenye ulimwengu wa roho ameshakuharibia. Tayari amekupunguzia mwendo. Kuna vitu bwana, acha waje waone tu, nashuhudia hapa madhabahuni. Usiwaambie mchakato. Mchakato kanao mwenyewe, iwe siri yako. Hakuna mtu anayefurahia wewe ufanikiwe. Asilimia kubwa ya wanadamu wana moyo mbaya. Ukifanikiwa anajisikia vibaya. Mwanadamu daima anapenda apate yeye, afanikiwe yeye, mambo mazuri yawe yapake yeye. Akiona mazuri kwako hafurahii. Kwa jifunze kukaa na vitu vyako. Sasa wewe Paulo akakwambia tu dada, ninaona ushatangaza kanisa zima wanajua, akikupiga chini si utakunywa sumu wewe. Yaani kuna wadada kisemeshwa tu na kaka kanisa lote linajua. Ndio hao kiatu na hama kanisa, unasikia anaacha na wokovu wenyewe. Kwa nini unatangaza mapema? Usitangaze mambo yako. Hata kama ni mzee mwenzako weka nayo tu, kwani unawashwa nini? Tiniombee, kwani wewe mdomo wa kuomba huna? Unajua mnawashirikishaga watu kwa lengo la mpendwa uniombeepo, wewe una mdomo wa kuomba. Suombee mwenyewe mambo yako. Nani amemwelewa mchungaji? Kana vitu vyako, tulia na mambo yako mpaka yalete matokeo. Unataka kununua kiwanja, sio wapendwa, mwezi ujao naweza nikanunua kiwanja. Watakupiga ni ugonjwa, hela yenyewe utaenda kutibiwa. Wewe waje waone na hati yako hapa, unamshukuru Bwana. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo Biblia inasema hao watu wakaingiwa na uchungu. Mimi nataka nikwambie, wakati unatimiza maono yako kuna watu wanapata uchungu. Usisikilize maneno yao. Usisikilize kelele zao. Ziba masikio. Usiwe mtu unayesikiliza kila kitu bwana. Watu wakubwa hawasikilizaji kila kitu. Sasa unasikiliza kila kitu rafiki yangu. Huwezi kusikiliza kila kitu kama kweli una maono. Lazima uchague vya kusikiliza. Hata wahubiri lazima uchague unamsikiliza mhubiri gani. Huwezi kusikiliza tu kila mtu kama kweli unataka kufika mbali. Unajua kuna mtu akiingia kwenye mtandao anasikilizaga tu kila mtu. Nani alikwambia kila mhubiri ni kwa ajili yako? Na wewe penda zaidi kumsikiliza mchungaji wako. Sasa unakuta mchungaji wako anakaa kipindi kake hamna anayefuatilia, mnaenda kufuatilia vya kina leo, umeacha vya mchungaji wako. Jamani, hiyo akili matope. Kanisa liko hivi, hapo mchungaji kaposti kitu ameview mmoja. Naye mmoja ni wa huko mtandaoni. Hakuna aliye view vya mchungaji. Mtapata kwa Usisikilize kelele za njiani. Wewe kaza sura kuelekea mbele. Unaweza ukasikia ndani yako unatamani kuimba. Unaona mimi naweza nikaja nikawa bonge la mwimbaji. Unakuja unaimba hapa. Kelele za wapendwa wako, hiyo sauti yako mbona hata kwenye kinanda haipo? Mtu sauti yake haipo kwenye kinanda, acha hiyo tabia. Yaani ndio wewe unajiona bonge la kuja tu. Wewe ni hapa, unasema dada, mbona hiyo sauti yako hapa haipo kwenye kii zote huko haipo? Hizo ni kelele za njiani, wewe endelea kuimba. Amen. Usiseme mimi naacha kwaya, wamesema eti sauti haipo kwenye kinanda, wewe endelea kuimba. Amen. Unaweza siku kapewa hapa siku moja ufundishe. Ulianza na amani ukamalizia matengano. Ndio somo limeishia matengano lakini ulianza na amani. Unatoka hapa mtu anasema, sijaelewa chochote tulichosema. Hivi ulikuwa unafundisha nini? Hizo ni kelele za njiani. Wewe endelea, wote tulianza hivyo hivyo. Usisikilize kelele za njiani, zimeua vipawa vya wengi, zimeua hatua za wengi. Kelele za njiani, tena kelele hizi saa nyingine ni za wapendwa. Elisha wakati anaenda kupokea upako kwa baba yake, Biblia inasema kelele alizokutana nazo ni za manabii, sio za walevi. Na niliwaambia kelele mbaya zaidi ni za walokole wenzako. Zile zinaumiza. Unajua kila mtu anategemea kanisa liwe upande wake.
Sasa utashangani pale kanisa lisipokuwa upande wako. Usiogope, bado endelea mbele, bado songa mbele, bado simamia maono, bado utazame aliyekupa maono. Usitazame wanadamu, mtazame aliyekupa maono. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwangalie yeye aliyekupa maono. Haleluya, haleluya. Namba 5 ndio namaliza hapo. Kama una maono, lipia gharama maono yako. Kubali kulipa gharama. Wafilipi 2:5-9. Wafilipi 2:5-9. Takwenda kusoma hapo habari za Bwana Yesu. Maandiko yanasema yeye alikuwa mtii, akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia lile jina linalopita majina yote, ili kwa jina la Yesu Kristo kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Leo Yesu Kristo ni Mungu mwenye wafuasi wengi kuliko Mungu yeyote. Ni mfalme mwenye wafuasi wengi kuliko mfalme yeyote. Lakini maandiko yanasema alilipa gharama ya kufa msalabani kwa ajili yetu. Na Yesu akizungumzia habari ya kulipa gharama, akasema ngano isipokufa ikazikwa kwenye ardhi inabaki vile vile, lakini ikifa ikaoza, inapoinuka inaleta mazao. Kwa hiyo usiogope kulipa gharama, lazima ukubali kulipa gharama. Kama unataka kuwa na jina, lazima ulipe gharama. Hayaji from nowhere, havitokei from nowhere. Lazima uwe tayari kulipa gharama. Na ndio maana kabla hujapenda kuwa kama mtume Paulo, angalia gharama alizolipa Paulo. Kabla hujapenda kuwa kama mchungaji wako, ziangalie gharama anazolipa mchungaji. Unajua shida, watu wanapenda utukufu lakini hawako tayari kulipa gharama. Huwezi kufika pale unapotamani kufika mpaka umekubali kulipa gharama. Gharama ziko za namna nyingi. Ziko gharama za maombi, ziko gharama za kukata